Habari za wakati huu, natumaini mzima na mheri wa afya kabisa. Sasa siku leo ningependa tuongee kuhusu kitu kimoja ambacho nimeguswa nishi pamoja nao. Kumekuwa na kasumba kubwa sana au tabia fulani ambayo siku hizi watu wengi tunatumia hisia kuliko akili. Tumetumia hisia sana kwenye kujaji mambo, kufanya maamuzi kuliko kutumia akili. Ndio? Kivipi tunatumia hisia? Unajua kuna wakati kuna maamuzi mengine yanahitaji akili kubwa sana. Kufikiri kwanza kabla hujaongea. Wakati watu wengine tunatoa maamuzi bila hata kushirikisha ubongo kufikiri, je, ni sahihi ninachoongea sasa hivi? Ni sahihi ninachosema sasa hivi au ni sahihi maamuzi ninayochukua sasa hivi? Umeona? Ambapo kwa akili ya kawaida ukitulia ukafikiria sio sahihi, na baadaye yanatuletea madhara makubwa sana. Ulifanya maamuzi fulani ambayo ulitumia hisia, baadaye yamekusababishia nini? Kushusha heshima yako au kulalamikiwa, kupata kero kadhaa. Wakati mwingine majuto makubwa sana kwenye maisha. Inawezekana umekutana nayo hayo mambo. Lakini sasa acha nikuonyeshe utofauti kati ya kutumia hisia kwenye maamuzi na kutumia akili. Hebu tuchukue mfano mmoja, uko kwenye daladala, si ndio? Kwenye daladala. Watu wengi tuko kwenye daladala, ni sehemu yenye msongamano mkubwa sana wa watu. Kuna zile harakati za watu wengine kutoka, wengine kuingia. Sasa kwa bahati mbaya mtu amekukanyaga. Acha muonyeshe watu wanaotumia maamuzi ya hisia na wanaotumia maamuzi kutumia akili. Mtu akikukanyaga, mtu anayetumia akili kwenye maamuzi atafikiria kwanza, atainama kama atajifuta, ndio atajifuta kwanza. Then samuize ile mtu, jamaa, kwa nini umenikanyaga? Rafiki, kwa nini umenikanyaga? Dada, kwa nini umenikanyaga? Anasema samahani, kwa bahati mbaya nilikuwa napita, samahani kakaangu, samahani dadangu, kukanyaga, naomba unisamee, kuna msongamano mkubwa huko. Atasema it's okay, sawa, usijali. Lakini sasa kuna watu tunaotumia hisia sasa. Umeona? Nganga tunaotumia hisia. Inawezekana ni changamoto umetoka nazo nyumbani. Kuna mtu kaukela, kuna mtu kaukwaza. Sasa akukanyaga tu huyu mtu, basi unashusha mishale ya maneno kwa yule mtu. Ndio, mishale ya maneno. Wewe vipi? Dada, hujiheshimu, weka kujiheshimu. Kwa nini kanyaga? Mimi naenda kazini kwenye mzunguko yangu. Kwa nini nimekanyaga? Utanifuta, maneno mengi sana, si ndio? Kwa wakati mwingine yanakushushia heshima hata kwa watu wanaokusikiliza. Umeona? Kuna watu wengi sana wenye dada, inawezekana kuna mtu alikuwa anakuheshimu. Sasa kumbe dada, mbona anaongea na maneno machafu hivi? Kwa just kumkanyaga mtu ndio. Kwa hiyo wakati mwingine tusitumie hisia kwenye kujaji mambo, si ndio? Jaribu kushirikisha ubongo. Kwa sawa, kanikanyaga huyu mtu, lakini kwa nini kafanya makusudi? Kitendo cha kinama na kujifuta kuna shida gani? Kwa chunga sana. Nakuomba hata kufanya maamuzi, kuna wakati wengine watu tunaingia kwenye mahusiano, mtu kakuacha, si ndio? It's okay. Inawezekana akaona hufai kwenye maisha yake, lakini usilipuke sasa kumtukana, nilivumilia sana, mambo mengi sana, nini? Hapana. Kuwa mpole, kafanya maamuzi yale, tumwambie asante kwa muda wote nilikuwa pamoja nawe. Asante kwa mambo uliyonitendea. Then move on. Ndio, usishuke kulipuka maneno. Ndio, njiani umetembea kwa mtu kwa bahati mbaya kupalamia. Usitukane, usipende kutukana. Muda mwingine wewe ni dada, umemtukana kumbe wewe ni mamko wako. Unawezekana umemfahamu mamko wako. Sasa siku unaenda kutambulisha kweje? Au wewe kaka, mzee kupalamia, inawezekana wewe mamko wako. Itakuweje? Kwa chunga sana. Kila maamuzi unayofanya hakikisha unashirikisha la sivyo ukishirikisha emotion, hisia, itaugharimu. Sawa. Kwa ndio ya kwangu ya leo, nikwenda kumkushana na wewe. Mungu akubariki sana. Uwe na asubuhi njema na mchana mwema pia.